Nusu finali ya kwanza ni nusu wa finali ambayo inakutanisha timu ya taifa ya Ufaransa dhidi ya timu ya taifa ya Hispania. Na ni mechi ambayo kiukweli inasubiriwa sana. Lamine Yamal, mzaliwa siku ya leo, ambaye ametimiza umri wa miaka 19, amekuwa ni mmoja kati ya watu ambao wakikutana na Kylian Mbappe anafanya majambo sana. Na wenyewe anajiamini kweli kweli, anasema tumewafunga Ufaransa mechi kadhaa, sio kwamba ni timu ngumu kihivyo kwamba tukikutana nayo inakuwa ni match hard, but kwenye Nations League, kwenye UEFA Euro wamekuwa wakifanya vizuri. Hii ni mechi ambayo hebu tujaribu kuiangalia sasa katika mpangilio tu wenyewe jinsi ulivyo. Timu hizi mbili unazionaje na ni nusu finali ambayo inaenda kuwa namna gani? Ni nusu finali nzuri sana. Na uzuri wa hii nusu finali unaletwa na kwangu vinaweza vikaa vitu viwili. Ubora wa France kwenye eneo la kushambulia na zile tunasema maajabu ya mpira kwa upande wa Spain dakika za jioni. Unajua kwenye kitu ambacho kinanifurahisha kwa Mikel Merino, unajua amefunga magoli 3 kwenye major tournaments na zote ni dakika za lala salama. Na kitu ambacho kimenishangaza ni kwamba yani anaingia dakika za jioni. Kwa mfano hizo mechi mbili, hizo mechi ya Ureno na mechi ya Belgium. Yani hadi zile nanezi tunahitaji hizo rating apps zinashindwa kurate licha kwamba amefunga. Yani kacheza dakika vichache kwa sababu hata kwenye ilikuwa ni mechi ya Euro ameingia dakika hizi dakika 80 89 kaweka. Watu wanashinda goli 2-1. Nimekumbuka. Kwa hiyo unaona ni mtu ambaye amekuwa na hizo moment pia. Na kitu kingine ambacho nakiona kwa France ni uhatari walionao kwenye eneo lao la mwisho. Yani hapo unazungumza Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, wakina Olise. Kitu kizuri zaidi, unajua inawezekana ni kitu kibaya kwa France, goals zinafungwa na watu wawili tu kwenye timu yao. Ni Dembele na Mbappe. Ikitokea unaweza kudeal na hawa watu wawili wasipate huduma au wasijitengenezee mazingira ya wao kufunga, inaweza ikawapunguzia pressure Spain ya namna ya kudeal na France. Lakini ni changamoto kwa sababu unazungumza Dembele ni creator na anafunga. Unazungumza Olise ni creator na akipata nafasi ya kufunga atakufunga. Kwa hiyo kuna hiyo kazi ya kufanya kwa Spain, lakini inaweza ikawa ni kazi rahisi kama wataweza kudeal vizuri dhidi ya Mbappe, wataweza kudeal vizuri dhidi ya mtu kama Ousmane Dembele. Lakini kwa upande wa Spain, kwangu mimi kwenye eneo la mwisho hakuna uhatari huo. Yani inawezekana ile backline ya France ambayo kwangu mimi naona ukipelekea pressure mara 3 mara 4 wanaweza kuconcede. Kwa upande wa Spain ukimuondoa Lamine Yamal sioni hiyo pressure ikiwa kubwa. Yes, Ferran Torres amekuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao wana vitu vingi, lakini end product yake kwangu mimi ndio imekuwa ni tatizo kubwa sana. Mmoja kati ya wachezaji ambao wanaweza kucheza kwenye maeneo madogo na wanaweza kucheza dhidi ya mlinzi mmoja, walinzi wawili, kwa sababu ana skills, lakini namna ya kwenda kumaliza shughuli kidogo ndio imekuwa changamoto. Kwa hiyo naamini kwa France kwenye eneo la ulinzi inaweza ikawa isiwe changamoto kubwa, kwa sababu wamekutana na strikers ambao ni wasumbufu. Unaenda kucheza na Spain ambayo haina huyo mtu ambaye anaweza akakuletea madhara hususan kwenye mipira ya juu, kwa sababu kuna nyakati zinafika Spain wanaanza kupiga cross, lakini ukiwaza anaenda kutumia mipira ni nani? Nasubiri Mikel Merino dakika za jioni, Oyarzabal kwangu mimi sio bora. Yes. Kwa hiyo kuna faida ya France kwenye eneo lao la ulinzi, lakini wanaocheza kwenye maeneo ya pembeni hao ndio wako kwenye changamoto, kwa sababu wanakutana na watu ambao ni hatari. Hapo ni kazi sasa ya Marco Correa na mwenzake Pedro Porro. Kwa sababu ni watu ambao wanaweza kuoverlap. Unazungumza Lamine Yamal pia ni wachezaji ambao ukimwacha 1 against 1 utamkuta golini. Speed, ujuzi uko pale. Amekuwa pia anacheza baina upande ule mwingine, amekuwa anafanya kitu. Kwa hiyo kwa upande wa France naamini kwenye maeneo ya pembeni ndio kunaweza kukawa kuna shida, lakini kwa upande wa Spain wanatakiwa kudili na maeneo yote ya kiwanja, kushoto, kulia na katikati. Okay, hebu tuangalie details kadhaa kwenye timu zote mbili, kwa sababu kesho pia tutapata nafasi ya kuzungumzia mchezo zaidi. Do you think Olise alipaswa kuwa na angalau goli hata 2 kwenye tournament hii, licha kwamba ndio creator ambaye ndio mchezaji ambaye anaongoza kwa kuassist, lakini pia timu ya taifa ya Ufaransa inaonekana anatumika zaidi katika eneo la kubuni hizo nafasi ambazo Mbappe, Dembele, pengine na Bradley Barcola na Desire Doué wanaweza kuzitumia. Lakini nafikiri alipaswa angalau kuwa na goli mpaka sasa. Nadhani alikuwa anapaswa kuwa na bao walau moja, hasa kwenye zile mechi mbili za mwanzo. Kuna nafasi za wazi ambazo kupa nakosa, na kipindi anaendelea kukosa ndio nyakati ambazo kupa anajaribu sana kuattempt nje ya box. Inaonesha kabisa kwamba ni mchezaji ambaye uko anajua kabisa hizi ni nafasi ambazo tulikuwa tunapaswa kuzifunga, na kwa bahati mbaya tumekuwa tunarudia huko ndani.
kwenye kombe la dunia mchezaji ukikosa nafasi moja inawezekana hiyo nafasi ukaja kuipata miaka 4 ijayo tena mpaka ukiitwa kwenye kombe la dunia. Kukosa kwake kwa hizo nafasi ameweza kubadilisha kwamba sawa nimekuwa sifungi, lakini kutoka eneo la pembeni kama winga wa kulia na sasa nipo eneo la kati naweza pia nikauathiri mchezo na kuwafanya wachezaji wengine wawe bora. Na hayo ndo maeneo ambayo tumeona either ni Ousmane Dembele amekuwa anafaidika nayo au Kylian Mbappe ambaye ni mnufaika mkubwa sana wa pasi za Michael Olise pamoja na tunasema kwamba na positioning ya Olise. Kwa hiyo tukibaki kuna hizo details, yes akopo anastahili kuweza kufunga kwenye mashindano yao, lakini ndo hivyo football kuna nyakati zingine haikureward kwa bahati, inakureward kwa effort. Yeye hajafunga lakini tunazungumza mabao 8 ya Kylian Mbappe, magoli 8 magoli 8 na tunazungumza mabao takriban 5-6 ya Ousmane Dembele. Ni aina ile ya mabao ambao wanafungwa, ni mikimbio kutoka maeneo ya kati ya Michael Olise akiwa ana awareness kubwa sana. Defense ya tunasema timu pinzani ikijisahau kuna zile half spaces, yani beki mmoja na beki mmoja na beki mwingine baina yao, wakiacha nafasi kidogo imeisha. Michael Olise ni pasi moja tu ana exploit na Mbappe na uzuri wa Mbappe ni kwamba akiona kuna nafasi baina ya beki wakati wa pembeni wameiacha, akianza tu kufanya mikimbio Michael Olise tayari naye anakuwa anatambua kwamba hapa kuna pasi ambayo anapaswa kufunga, lakini bado performance ni kubwa. Yeye nadhani ndo mtu ambaye anaongoza kwa assist. Ndio anaongoza na assist tano. Na assist inawezekana kuna ile tuzo ya playmaker kama EPL, ina maana kwamba angekuwa anaondoka kama Bruno Fernandes kwenye mashindano haya. Sio performance mbaya, bado tunasema kwamba mashindano yatapoisha, ina maana tuzo zinazofuata ni zile za London pale ambazo zitafanyika Ballon d'Or kwenye nafasi zile 3, kwa sababu unapofika kwenye hatua kama hii ya semi-finals either France watashinda au hawatoshinda, naenda mbali kidogo, na muona bado kwenye top 3. Hapo Faransa kuna mtu anaweza kujiuliza mbona Rancheki achezi na amefanya vizuri sana msimu uliopita kwenye Premier League na ilikuwa ni debut season yake kwenye Premier League na kwa jinsi ambavyo ameperform watu wakasema basi nafasi ya Cheki kwa wazi. Watu wakaanza kupanga vikosi vyao kwamba Dembele atacheza kama mshambuliaji, kushoto atacheza Mbappe, kulia atacheza Olise, kati nyuma mshambuliaji atacheza Rancheki, lakini mwalimu amekuja na mipango yake. Kulikuwa kuna lazima wa Cheki kucheza mpaka sasa hivi. Tunasema kwamba kwenye kombe la dunia mechi ni sasa hivi ni 8 kama sio 7. Ni 8 tu sasa hivi. Lazima upange wachezaji wako bora. Na unapokuwa na standard performer kama Michael Olise, tuambie tu moja kwa moja utofauti ya Michael Olise pamoja na Ryan Sheki. Olise na uwezo mkubwa sana wa kucomplement midfield. Yani nikisema kucomplement midfield, yani timu ikiwa inacheza na viungo wawili wakati dhidi ya timu ambazo nyingi zinacheza na viungo watatu, Michael Olise amekuwa na uwezo mkubwa sana kuweza kudrop mpaka kwenye ile eneo na kuchukua mipira na kuweza kuaffect mchezo kutokea chini. Ni dribbler mzuri sana kwenye maeneo ya kati. Ryan Sheki yes anaweza akafanya hivyo, lakini tunasema kuna eneo la kushuka chini zaidi, mimi nadhani Michael Olise ni bora zaidi ya Ryan Sheki, na ndio eneo ambao Didier Deschamps akaona hapa inabidi niwe na mchezaji ambapo tukiwa hatuna mpira tukidrop chini ana uwezo akafanya kazi kama midfield 3, kitu ambacho Ryan Sheki ubora wake siuoni, na ndio kitu ambacho kilichokuwa kinamfanya asicheze hapo. Tunatambua kwamba kuna games ambazo France wanakuwa na tunasema kwamba umiliki mkubwa, utawala mkubwa, lakini kuna zile transitions, kuna ile tunasema kwamba wamepokonya mipira wao sasa ndio wana mpira, tunabidi tushambulia haraka. Hapo ndo Michael Olise bora wake unapokuja. Cha kwanza ni mkimbiaji mzuri, lakini kwenye decision tu moja ile ya tunasema decision making ambayo inaweza ikamcomplement ikamfanya Kylian Mbappe akapokea mpira kwa haraka na kuweza kufunga bao, Ousmane Dembele akapokea mpira kwa haraka na aweza kufunga bao, lakini pia upande huu wa kushoto ambapo Bladi Bakola pamoja na Dizadue wanacheza, wamekuwa wanufaika wakubwa sana kwenye eneo hilo. Kwa hiyo ndio sababu ambayo inamfanya mwalimu Didier Deschamps kumchezesha Michael Olise dhidi ya Ryan Sheki. Lakini pia tufahamu unapokuwa na mchezaji ambaye amekuwa na takriban mabao 22 ndani ya msimu, assist nazo 20 na kitu, inakuonesha kabisa kuna hilo eneo la kati, huyu ndiye mchezaji ambaye unapaswa kucheza naye, kwa sababu msimu mzima ameweza kutuonesha na ameweza kuwa complement
tunasema washambuliaji bora duniani kama Harry Kane. Sasa huyu mtu atafanya nini akiwa na mshambuliaji hatari kama Kylian Mbappe? Nawaza tofauti. Unajua hata Kiza umezungumzia kwamba teams yani kombe la dunia lilivyokuwa linakaribia kuanza, kila mtu alikuwa na cost chake kichwani. Ni kweli. Na hata Deschamps mechi yake ya kwanza ilikuwa sana mechi yake ya pili. Unajua Olise mechi ya kwanza kabisa Olise alianza kama mshambuliaji kutokea pembeni. Winga kulia. Yes, Dembele na Kylian wakaanzia ndani. Lakini haikumripa sana mwalimu kwa sababu aligundua hana midfield ambaye anaweza akaamuru kasi ya mchezo kuanzia kwenye ile eneo la juu. Kwa sababu Dembele na Kylian Mbappe ni chaos creators. Yani wachezaji ambao wakiwa na mpira ni forward thinkers, wanafikiria kwenda mbele zaidi. Kwa hiyo hatari ni kwamba timu inaweza kana shambuliwa sana kwenye transition. Yani wewe unaenda kushambulia, utapoteza mpira, wapinzani watakuja watakushambulia. Kwa hiyo kuswitch na kumleta Olise ndani kumpeleka Dembele pembeni ni kwamba Dembele hata ukipoteza mpira ukiwa pembeni ni easy kurecover, rahisi kurejesha umiliki wa mchezo. Lakini Olise unapokuja ndani, Olise ana kitu cha kipekee ambacho anafanana na Ranchek. Kuna kitu tunakiita pause and possession. Yaani wale wachezaji ambao wakiwa na mpira anaweza akadrive akasimama. Akadrive akasimama. Ni kwamba anaamuru kasi. Kuna muda anakuwa kwenye kasi ya juu, kuna muda anacheza kwenye kasi ya chini. Ranchek alipokuwa Olympic Lyon City msimu uliopita, nafikiri hakuna kitu Olise anakifanya akicheza kama central attacking midfielder, na mimi ndo kwa mara ya kwanza namuona akicheza kwenye ile eneo, kwa sababu hata Palace alikuwa anacheza kama inside number 10 lakini upande wa kushoto wa kulia eze kushoto. Walikuwa anacheza viungo washambuliaji wawili nyuma ya mshambuliaji wa kati. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho Olise anafanya akicheza kama number 10 and then Ranchek afanye. Utofauti ni kwamba mwalimu ametengeneza balance. Ukiangalia ile timu, muangalie Desire Due au Bakola, muangalie Dembele pamoja na Olise. Kazi zote chafu pale juu anafanya kwa ajili ya Kylian Mbappe. Sasa imagine una Mbappe na una Ranchek kwenye timu. Unakuwa na abiria wawili kwenye kikosi. Ukiwa na wachezaji wawili ambao ni lazy kwenye timu, na hii nitakuonyesha tu mfano mwingine. Iangalie Portugal kwenye eneo la ushambuliaji. Wana Joao Felix, wana Bruno, wana Ronaldo. Abiria. Umenielewa? Wachezaji watatu ambao hawezi kukupa kitu kikubwa sana wakati wa kufanya pressing au wakiwa na defend kuanzia kwenye eneo lote la uwanja, timu ikiwa imeset. Kwa nafikiri ni ile balance ambayo mwalimu ameitengeneza kwa kumaccommodate zaidi Kylian Mbappe. Kwa Mbappe unaweza kutupa goli 10-15, lakini kuna watu watatu ambao wanaweza kufanya kazi kwa ajili yao. Sawa, hebu mpe neno moja Alexander Soroth. Solos namwambia tu ashukuru Mungu anaishi nchi ambayo haitokei Amerika ya Kusini. Kwa sababu mchezaji mmoja wa Colombia anasikia hata kurudi nyumbani. Ndio nataka nikwambie. Kuna mchezaji mmoja wa Colombia, hebu ngoja nimwangalie na jina. Mechi iliyopita ile ya Colombia dhidi ya Uswizi. Yes, jamaa alikosa goli. Alikosa goli, anatumia mguu wa kushoto. Alikosa goli dakika za mwisho kabisa. Mimi naweza ngasema yule jamaa amemtumia ujumbe kwamba kweli Colombia ni kwao, lakini atafute kwao kabisa. Atafute kwao kwingine. Yani kweli Colombia ni nyumbani, lakini bado anaitwa Campas yule jamaa. Jamintoni Campas. Alikosa goli dakika za mwisho kabisa. Hata za mwanzo pia kuna game ya Switzerland. Ndio okay. Kwa jamaa mwambie asirudi. Kwa Soros anachotakiwa kushukuru ni kwamba anatokea taifa ambalo alipo Amerika ya Kusini. Hilo. Na kidogo kwenye ukanda wa Umoja wa Ulaya kidogo anavianda sana haki za binadamu. Sana. Pia hayuko kwenye taifa la watu ambao wakiamua kukuwekea kampeni mtandaoni hakuna rangi utaacha kuona. Ni kweli. Ila unajua alizingua sana. Unajua katika mchezo ambao England anapata ushindi wa goli 2-1, pengine dimension ya mchezo ingechange kama angetoa ile pass kwa Erling Braut Haaland, kwa sababu alikuwa ni yeye na Haaland. Ashukuru sasa hivi mjadala mkubwa umekuwa ni surprise ya Norway kwenye michuano. Mchukue Solos mweke Brazil. Sema mba expectation ni kubwa. Unajua Norway matarajio hayakuwa makubwa. Au Ureno. Umeelewa? Au mchukue Solos. Ndio hujampa pasi Ureno kwa. Sawa. Hujampa pasi England. Afu timu iondoshwe kwenye mashindano na wewe ndio ulikuwa kwenye ile moment. Kwa sababu ile mataifa matarajio yao ni makubwa. Kwa ukishiriki katika
kudunisha maendeleo ya namna yoyote ile. Brother, hali yako itakuwa mbaya. Zingoa sana kiukweli Solo. Lakini hebu tujaribu sasa kuangalia mchezo wenyewe George. Tumzungumzie Jude Bellingham, magoli 6 kwenye World Cup hii. Na sidhani kama kuna mtu aliexpect sana kuona performance ya Jude ambaye yuko magoli mawili nyuma ya wafungaji bora kwenye hii tournament mpaka sasa hivi, Messi na Kylian Mbappe. Jude ni beast, ni mnyama. Yaani ni aina wachezaji ambao wanazungumziwaga vitu, yani anazungumziwa kiutofauti. Yaani ukisikia watu wanavyomzungumzia Jude, unaweza kujua ni mchezaji wa kawaida sana. Kwenye vijio vya kidigitali, mijadala. Wakiongozwa na mashabiki wa Barcelona wengi wao. Unanielewa? Yes. Na Jude waga wanamweka kwenye unfair comparison. Yaani wanamweka kwenye mijadala ambayo hastahili kuwepo. Sawa. Mfano sasa utakutana na debate ya Jude dhidi ya Pedri. Ni wachezaji wawili tofauti. Unanielewa? Jude anachokitoa ndo nature yake kwenye timu, ndo character. Jude ni mentality monster. Yaani wachezaji ambao wakati wanafikiria imefika mwisho, yeye anaona ndo anaanza mwanzo. Timu ilipata ugumu sana. Na hata ile interview ya Thomas Tuchel alivyokuwa anazungumzia England kwamba hajafurahishwa na performance ya timu kwenye eneo la technical, lakini kwenye eneo la mentality wameonekana kuwa strong. Mfano wa kuigwa ni Jude Bellingham. Kwa sababu Jude huwa ana step up kwenye kipindi ambacho huoni jawabu ni nini. Ukweli ni kwamba England hawajawa na performance nzuri kwenye michezo mingi mfululizo. Tena wanachonishangaza ni kwamba kwenye maandalizi walikuwa bora kuliko kwenye michuano rasmi. Unanielewa? Unajua katika hizi timu 4 zilizoingia nusu finali, England ndio timu ambayo wameconcede XG kubwa. Yeye ndio timu ambayo haijafungwa lakini ilitarajiwa kufungwa magoli mengi. 4.90, wastani wa magoli 5 per match. Kwamba wanakaribiwa sana. Hata mechi ya Norway, wasi tumeshuhudia ile mechi. Walikuwa na lucky tu. Bahati. Walikuwa na bahati kwenye ile mechi. Na washukuru wana mtu kama Jude na Harry Kane kwenye timu. Siku Jude akiwa ameswitch off, Harry Kane ana step up, anaibeba England kwenye mabega yake. Siku Harry Kane akiwa yupo sawa, Jude ana step up. Lakini ambacho nakipenda kwa Jude ni ile fighting spirit. Ni mchezaji ambaye tena tunamzungumzia Jude kwenye kufunga. Tafuta stats za Jude timu ikiwa haina mpira, utanishukuru. Nitakushukuru kweli kwa sababu ni moja kati ya wachezaji ambao waga wana majukumu makubwa na bora sana kiulinzi. Evans, hebu tujaribu kuangalia Jude Bellingham na Noni Madueke ni walikataa kile kocha ambacho alikisema kwamba timu ya kucheza vizuri. Na wao wanasema ni mtazamo wake. Yani huo ni mtazamo wake, lakini hawajui kilichokuwa kinaendelea uwanjani, hali ya hewa, lakini pia jinsi ambavyo mchezo ulikuwa wenyewe. Unadhani ni sahihi wachezaji kama kuwa opposite na mawazo ya kocha? Wakati kocha huenda amewafundisha mkienda uwanjani fanyeni hivi, lakini ninyi mmecheza tofauti na kocha ameona kweli, lakini ninyi baadaye mnakataa kile ambacho amekisema kocha. Watu wote wawili wanaweza wakawa sahihi, Richie. Unajua tunasemaga kila jibu ni jibu, inategemea unalijibu kwenye nini. Inawezekana kwa mwalimu ambacho alikuwa anategemea wachezaji wake wampe sicho kilichotokea. Ndio maana ameitafsiri kama ni mechi mbovu wameicheza, lakini wachezaji huenda kinachoendelea kiwanjani ndicho kinachowapelekea wafanye kinachotokea. Unajua kuna muda unaweza ukawa unaishi kwenye maelekezo ya mwalimu, lakini namna ambavyo mchezo unaenda unakuamuru kubadilisha direction. Yaani kwamba unajua kuna ile pasi yangu mimi ya mwisho nimtafute Magunga alipo, lakini kwa huo wakati Magunga yuko kwenye hiyo space kwamba nitapiga tu mpira, itabidi nitafute sehemu nyingine ambayo ni salama zaidi au ni rahisi ya mimi kupasia na kuangalia namna gani timu inaweza kutoka ilipo na kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo inategemea mchezo ambavyo ulikuwa, wachezaji wao si wanaifeel test wakiwa uwanjani. Unajua mwalimu unaweza unaona kwa macho kwamba why Spencer harudi kuzuia, lakini akiwa uwanjani huenda kuna sababu inamfanya asirudi, kwa sababu tayari aliona ikitokea nikipoteza huyu anaweza kwenda kukava eneo langu. Lakini unemtegemea kwenda kukava, yeye akili yake haiko kwenye kukusaidia wewe. Na ndio maana wanashauri mara nyingi kwenye mpira muwe mnazungumza. Kwa inawezekana wachezaji walichukua wanakifanya ni kutokana na maelekezo ambayo pia wanapeana wao wenyewe kwa sababu ya kinachoendelea kiwanjani. Kwa hiyo kila mtu anaweza yuko sahihi kwa kile ambacho amekiexperience. Mwalimu akiwa nje anachokiona kiko nje ya maelekezo, wachezaji wanafanya kile ambacho kinawatakiwa wao kufanya kwa sababu ya kuriski timu kufungwa na kuisaidia timu kupata matokeo. Kwa sababu aim ya mpira wa miguu tunajua ni kushinda. Ni kushinda zaidi ya mpinzani wako. Kwa hiyo kwa
kauli hizi inawezekana wakapishana kwenye mitazamo, lakini kila mtu mimi naamini yuko sahihi kwenye kile ambacho alikuwa anakipitia. Labda okay, tuendelee. Okay, dakika moja na kwa unasemaje? Labda niongezee kitu hapo. Unajua mimi namuelewa Thomas, lakini pia nawaelewa zaidi wachezaji. Ukweli ni kwamba England haipo sawa. Yani England namna anavyoenda ni kama Arsenal namna ambavyo alikuwa anaenda msimu uliopita. Utofauti ni kwamba Arsenal walikuwa na Saliba pamoja na Gabriel kwenye defense, lakini England wana McGuay pamoja na Enzo Konsa kwenye eneo lao la ulinzi. Na kinachotokea ni nini? Nasema hivi kwa sababu England kuna mechi nyingi wanazicheza ni kama wako more direct kweli kwenye kushambulia. Na ndio maana ukiangalia profile za wachezaji wanaoanza kwenye flanks, wanaanza watu ambao wana kasi kweli kweli. Katikati wanaanza midfielders ambao ni wagumu kweli kweli, lakini wenye energy na kusurvive kwa muda mrefu kwenye game. Lakini ukiangalia profile za wachezaji wengi ni kama Thomas ameandaa timu kukabiliana na wapinzani kwamba okay, ikitokea tunacheza na timu kama Norway, Spain, tunaweza tukazuia kwa muda mrefu. Yeye anaamini wanaweza, lakini takwimu zinaonyesha hawawezi. Kwa sababu kwenye hizi timu 4 zilizobakia England wameruhusu magoli mengi. Magoli 6. Unanielewa? Sasa kinachokuja kutokea ni nini? Ni kwamba hata kwenye ubora wao wanapokuwa na mpira, England bado kuna wachezaji ambao wanashindwa kudeliver. Okay, dakika moja yako imeisha Sawa sawa. Sasa Reece James anaingia badala ya Kobbie Mainoo. Mainoo anakosa dakika hata moja kwenye tournament na dalili zinaonyesha kwamba endapo England watafanikiwa kwenda finali, inawezekana Kobbie Mainoo asipate nafasi ya kucheza kabisa, kwa sababu mpaka sasa hivi sidhani kama kuna mechi ambayo mwalimu Thomas Tuchel alitazama akaona hakuna nafasi ya kumtumia Kobbie Mainoo. Kwa nini Reece James anaingia anacheza kwenye eneo la kiungo wakati kuna mtu kama Kobbie Mainoo? Okay, cha kwanza lazima uangalie pia mchezo jinsi ulivyokuwa unakwenda na Norway wako na attack maeneo ya kati, lakini pia maeneo ya pembeni ambapo Antonio Nusa pia alikuwa anacheza. Na unahitaji mchezaji ambaye anaweza kukupa vitu vile kwa wakati mmoja. Na kwa bahati nzuri zaidi unapokuwa na Kobbie Mainoo anakupa control kwenye eneo la kiungo. Lakini pia unapokuwa na Reece James anakupa vitu viwili vya ziada. Anaweza akacheza eneo la kiungo, amecheza akiwa na Chelsea na hata akiwa na timu ya taifa kuna substitutions ambazo zinafanyika, anacheza katika ile eneo na amekuwa na deliver. Lakini jinsi anavyo stretch uwanja upande wa kulia, hicho ndio kitu ambacho kocha Thomas Tuchel amekuwa anakihitaji. Tunafahamu kwamba kuna kuaga na kiu ya mashabiki kuona wachezaji wao wanacheza kiwanjani, lakini demand ya kombe la dunia ni kubwa sana. Unahitaji wachezaji ambao wana ile maturity level, wameweza kucheza katika level kubwa kabisa, kwenye tunasema kwamba kwenye level kubwa hasa kwenye vilabu. Reece amecheza kwenye UEFA Champions League final. Unapompa majukumu jinsi anapopick order yeye na Kobbie Mainoo inaweza ikawa tofauti, na kocha anaweza kawa na rely kwa mchezaji ambaye binafsi anamwamini zaidi. Tunaweza tukaita wachezaji 26 23, lakini kocha ukisingle out wachezaji wako unasema kwamba kuna wachezaji wangu wa 26 lakini mimi wa 15 ndo wachezaji ambao mimi naamini zaidi, 17 na wachezaji naamini zaidi. Inawezekana watu wanataka kumuona Kobbie, lakini Reece James kuna eneo la kiungo amedeliver zaidi. Naweza ngasema kwamba juu ya matarajio ya watu wengi, kwa sababu yeye ni right back, lakini akiingia kwenye eneo la kiungo bado defensive wise yuko vizuri, timing yake imekuwa nzuri zaidi, lakini pia kwenye kuifanya timu kwenda mbele zaidi. Hii imekuwa changamoto ya England hasa kwenye maeneo ya kati. Sometimes viungo sideway passes zimekuwa nyingi na back passes zimekuwa nyingi, ili tunasema kwamba wale center backs wa nyuma waanze kuianchor timu huku wao wanasogea mbele. Lakini imekuwa tofauti na Reece James akiwa kwenye eneo la kati, anaweza kaifanya timu pia na progress kwenda mbele. Japokuwa mna center backs wa nyuma. Bwana. Center backs ni center back. Nani? Tunasema wale center backs wa nyuma. Kuna center backs wa mbele kweli? Ni center backs sawa, mabeki wa kati. Anyway, tunaanza kwenye mechi ambayo Argentina anacheza na Uswizi, na ni mechi ambayo Argentina anapata ushindi wa mabao 3-1. Kabla ya kuangalia mchezo wenyewe, kuna lipi la kumshauri Bril Embolo? George Magunga leo anatoa ushauri. Of course, sababu hizi mechi zina matukio yake. Anatakiwa kujitambua. Mimi kitu kimoja tu. Yes, anatakiwa kujitambua kwa sababu unajua sehemu nyingine ambapo wachezaji
niseme sijui anajisahau au tu makini unapungua, ni kwenye matukio madogo madogo ambayo impact yake huwa ni kubwa. Umeona alichokifanya Brian Embolo kwenye ile tukio? Brill. Yes, alichokifanya pale. Yeye alikuwa anajua Paradise ni kiungo wa kuzuia, mzuiaji. Akipata kadi moja ya njano, tayari anakuwa matatizoni kwenye mchezo. Sawa. Kwa na football ilivyo, watu wanakutarget wewe kwa sababu tayari wewe una kadi moja ya njano. Ndio maana nasema bora kadi apewe mshambuliaji kuliko apewe mchezaji anayehusika kuzuia. Wakati anamtafutia ile kadi, alishasahau kama alihusika kwenye tukio, alipata kadi na amefanya simulation, kajitupa chini. Na watu wengi wakaona kama Argentina kapendelewa kwenye ile tukio, kumbe sio kweli. Na pale kama mwamuzi asingetoa kadi ya njano, Embolo asingepewa kadi ya njano. Yaani kama Paradise asingepewa kadi ya njano, Embolo asingekuja kupewa kadi ya njano. Kilichotokea ni kwamba VAR alimkumbusha kwamba umempa huyo mtu kadi, lakini inaonekana sio mtu sahihi, hajahusika kwenye ile tukio. Kwa mwamuzi baada ya kwenda kuangalia akaona mbona mtu kajitupa. Kwa ili amefuta kadi kwa Paradise, kwa hiyo anatakiwa adhibiwe kwa sababu ile simulation action ambayo alifanya kwenye ile tukio. Kwa mtu ambaye fahamu, nafikiri tukumbuke pia mechi kati ya Paraguay na USA, Miguel Almiron mbele ya Team Rim alimdanganya mwamuzi vivyo hivyo kwamba ameangusha. Ilikuwa ni nje kidogo na box. Na kweli wakaenda kureview kwenye VAR akapata kadi ya njano. Kwa hiyo sio tukio la kwanza kwa mtu kupata kadi ya njano kwa kujirusha. Red card ilikuja baada ya kadi 2 za njano. Na ya kwanza aliyopata Brill Embolo ilitokana na kadi, ilitokana na foul alimfanyia Leandro Paredes huyo. Lakini hiyo ya pili pia ndio hiyo ambayo imetokea mbele ya Paredes. Kuna kitu unataka kusema? Yeah, wachezaji wasome sheria. Unajua kuelekea kwenye mashindano ya FIFA sheria kila siku zinabadilika. Inawezekana yes wanapewa taarifa, yes wanakuwa wanaambiwa, lakini kuna ile mazoea ya kujisahau. Ingekuwa kuna EPL ile tukio ingekuwa tayari ilishatokea. Kuna ligi za kawaida. Lakini sheria zinabadilika. FIFA na sheria zao ambazo UEFA hawa apply. UEFA na sheria zao ambazo EPL hawa apply. Kwa hiyo kutokana na wanacheza ligi tofauti kwenye club level, wanacheza kwenye tunasema mashirikisho tofauti kwenye bara, alafu wanakwenda kwenye mashindano ya FIFA ambao zina sheria tofauti. Kwa hiyo ni mkanganyiko wa sheria ambazo ni sahihi kutokana na tunasema shindano husika, lakini wachezaji wanapaswa wasome sheria. Ukiweza kusoma sheria za FIFA kuna World Cup itakuwa inakusaidia. Nitakukumbusha kitu kimoja. Ukiziba mdomo unapewa kadi nyekundu. Si ndio hivyo? Nataka nimalizie hicho kitu. Ukiziba mdomo kuna controversy mkiwa kama tunasema kwamba umeamaki, unapewa kadi nyekundu. Lakini ukizungumza tu ile kawaida haupewi kadi nyekundu. Ni kutambua tu sheria, baada ya hapo kila kitu kinakuwa. And of course pia kujirusha Evans kadi ya njano tu. Yaani haiko sio haitokani na FIFA. Yaani ni kwamba tu yani wewe ukijirusha, na tumeona wachezaji wengi sana yani umemhadaa. Kwa sababu unajua mtu anaweza kazungumza. Nimeona mijadala watu wengi wanasema kwa nini inatolewa kadi na sio ndani ya 18. Lakini wanachosahau hiyo foul inaweza ikazaa goli. Ndio, na ndio maana nikataja issue ya Team Rim na Miguel Almiron. Kwa sababu Almiron ya kujirusha ndani ya box ilikuwa nje ya box na alipata kadi. So Evans, tuangalie kuna baadhi ya mambo hapa machache. Argentina watu wengi hawavutiwi na performance yao. Kutokana jinsi ambavyo wanacheza, especially tangu kuanza kwenye hatua za mtoano 32 bora mpaka hapo ulipofika. Lakini mtu kama Julian Alvarez amekuwa kidogo azungumzu sana kutokana na hajawa na performance bora sana kwenye kombe la dunia. Jana anafunga bunge moja la goli. Hii inaweza kaboost chochote kuelekea kwenye mechi kubwa kabisa dhidi ya England. Inawezekana kama ambaye ni mshambuliaji. Inawezekana ikaongeza kitu, kwa sababu alafu unajua kitu kingine ambacho kimekuwa kizuri kwa Alvarez niyo dakika anazozipata. Yaani leo ukicheza hovyo, kesho Martinez ataanza. Martinez ukiperform chini, kesho ataanza Alvarez. Kwa hiyo inamtengenezea confidence yeye kwamba yes, kwa performance niliyoonyesha hapa namwachia mwalimu chaguo. Ataanza na mimi au atarudi tena kwa Lautaro. Kwa hiyo mwisho siku kwake yeye inamtengenezea confidence ya kuamini kwamba inawezekana mechi ya nusu finali nikaanzia nje. Ikitokea tumequalify kwa performance ambayo nimeionyesha, inawezekana mchezo wa finali nikaanza, au kwenye mechi hiyo ya nusu finali nikiingia kutokea nje nikaperform vizuri, inawezekana kwenye mchezo wa finali nikaanza kama timu itaqualify. Kwa hiyo kuna hiyo hali ya mchezaji mwenyewe kujiamini na kile ambacho anakifanya, na siku zote Alvarez amekuwa ni mchezaji ambaye
unaweza usimpe imani, lakini anakuonyesha kwamba mimi natakiwa kuaminiwa. Yes. Hajawahi kuwa na hiyo performance ambayo inatia mashaka kwamba leo imekuaje tena kwa Alvarez. Siku zote ukimweka hapa anakupa A game yake. Yaani vyovyote itakavyokuwa anaweza asifunge, lakini kukupa A game yake bado yuko pale pale. Kwa hiyo kwangu mimi kwa Alvarez naamini ni mtu noma sana, inategemea tu na mahitaji ya mchezo utakavyokuwa, mwalimu ndiye atakayeomba. Kabisa. Sasa tutazungumza mengi zaidi kwa sababu nusu finali ya pili itakuwa Jumatano. Kesho ni nusu finali ya kwanza. So tukiwa hapa kwenye Crown Sports tutazungumza vizuri sana. Kesho ndio siku yenyewe ya kuvidadavua vikosi, ya kuangalia yupi ni bora kutokana na jinsi ambavyo alivyo, yupi ambaye ana udhaifu kutokana na jinsi ambavyo alivyo. Kesho mechi ya Ufaransa na Hispania. Lakini Jumatano pia tutaangalia mechi ya England na timu ya taifa ya Argentina vizuri sana. Lakini tambua kabisa Messi jana ametoa assist yake ya 10 na anakuwa mchezaji ambaye ametoa assist nyingi kwenye World Cup, lakini kwa mara ya kwanza anaenda kucheza na Uingereza kwenye World Cup, kwenye hatua yote ile ya kimataifa. Bana, Johan Manzambi amejiunga na timu. My boy Johan Manzambi, nimemtaja Manzambi. Bana, atajiunga na Aston Villa. Na Aston Villa wamehijack deal. Newcastle wana sio alikuwa na delay wapi. Newcastle walikuwa wanamtaka na hizo walikuwa wanakaribia, lakini nashangaa Aston Villa wameingia hapo. Project pia. Ukitazama mradi wa Newcastle nafikiri kuna sehemu umecorrupts. Yes, yani ule mwelekeo wa Newcastle kwa misimu mitatu miwili iliyopita na sasa hivi walipo, unaona hata baadhi ya wachezaji muhimu tena wanaanza kuondoka ndani ya timu. Ameondoka Isaac, ameondoka Gordon, sasa hivi unasikia kuhusu Bruno G kwenye timu, inawezekana deal ikakamilika na akaondoka. Kwa hiyo Manzambi ameangalia timu zote mbili, anaona Aston Villa mbona kama wanajiimarisha zaidi na wapo kwenye Champions League kuelekea msimu ujao. And then kama Aston Villa anajiandaa pia, lolote linaweza likatokea kwa Morgan Rogers. So kama Morgan Rogers watu wataleta ofa ambayo inaridhisha, inawezekana wakaona it's okay, kwa sababu hajatoa hela ndogo kwa Manzambi, unajua. Na ni hela nyingi. Na of course ni profile mbili tofauti, lakini wote wanaweza kukupa goals and assists. Licha kwamba Manzambi ni more energetic, lakini Rogers ni more technical. So tusubiri tuone dirisha usajili namna gani linaweza likakamilika kwa timu zote. Amini kwa timu zote ndani ya EPL. Ila ulikuwa unaona wapi panamfaa kulingana na jinsi ambavyo anaweza akajiestablish mwenyewe? I believe Newcastle United. Yeah, Newcastle kwa sababu ile tank alilokuwa nalo, physicality ile, athleticism, na ukiyatazama Newcastle kwenye midfield wakina Joe Rinton, Tonali ni huyu ambaye ashaondoka. Yes, kwa ukiangalia bado Newcastle wana uhaba kwenye eneo la midfield department, wanahitaji watu. Na nafikiri pia Manzambi ni kama ameenda kumcompensate Onana. Sababu Onana mpata pia majeraha. Kwa ni kama kuna shilingi hivi United ameirusha, afa anaangalia kwamba huyu mtu anacompensate Onana, lakini je, Rogers akiondoka nini ndo natakiwa kufanya? Okay. Kwa kugusia kidogo, karibu dakika moja. Sekunde ilinishangaza sana kufahamu kwamba Johan Manzambi ni defensive midfielder. Kwa namna jinsi role yake ya kwanza, role yake ya kwanza, kwa namna anavyocheza hasa kwenye kombe la dunia, niko namuona kama namba 10 hivi au winga wa pembeni. Alikuwa anacheza sana nyuma. Lakini sasa nilipokaa nyuma ya mshambuliaji, ila baada ya kwenda kuangalia profile yake kwa namna jinsi anavyocheza, nadhani itawasaidia. George amezungumzia kwamba inawezekana Villa anajiandaa kwamba iwapo Morgan Rogers akaondoka, basi Manzambi tunaweza tukamcompensate acheze hapa. Lakini pia uliuliza wapi panamfaa? Nadhani panapomfaa zaidi ni Aston Villa. Ile project ya Newcastle ni kama wameifukia, hawajui waanzie wapi. Kwa hiyo so far akienda kwenye pivot pale, ina maana kwamba anacheza na Tielemans. Unaona yuko nje, anauguza hisia. Sema kwa sheria mpya za matumizi ya fedha kuelekea msimu ujao, I believe Newcastle will revive tena. Asante sana Sarafina Douglas, lakini pia asante sana Vidal Venant. Unasema Manzambi anazima hata katikati vizuri tu. Asante sana Innocent, asante sana Juma Kaboza, Kimwaga Junior, Ways Willy na wengine wote ambao wamefika ikiwa mabibi. Mwaka wa mbele imewashika.